jitahidi sana kutafuta rafiki ambaye mnaendana kwa imani. Amen. Una namna unavyoweza ukaunganishwa na madhabahu za ukoo kwa kupitia marafiki. Rafiki yeye ni mzinzi. Ukoo wenu wewe umeukimbia. Umesema umetoa sadaka, umevunja madhabahu. Umesema umetoa sadaka ya amani, umehama ukoo wa kwenu huko kwa mwanzo, lakini marafiki zako, rafiki yako yeye ni giza, manake miungu ya kwenu inapita kwa rafiki yako kuja kukunasa wewe. Wengi kanisa waoni matokeo ya Kristo ni kwa sababu. Kwa tukitaka sisi tuliokoka tuweze kuwa na mafanikio, twende zaidi ya marafiki zetu ambao ni wa kidunia wa giza, ni lazima tutafute marafiki wa imani aina moja moyoni mwake, na ukitarajia maisha yako yatakuwa na mpenyo. Kwa ukitaka maisha yako yawe na mpenyo, kumbukeni nimefundisha, maisha yoyote yenye mpenyo, yenye kufanikiwa, sio cheo, sio taifa ili liendelee. Ibada zinaanzia wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Nimesema ili taifa liweze kutoka hapa lipo na haya mahangaiko yanayohangaika kuhusu maendeleo, ni lazima Mtume G.K. Mwansasu ahusishwe, kwa sababu ndiye pekee aliyetumwa na ibada za kiroho za kulibeba ili taifa na watu wake. Tuachane na wazee wa vimila, tuachane na miungu. Angalia aina ya rafiki. Huyu rafiki anakokupeleka siko. Yeye Jumapili anawaza kwenye starehe, wewe Jumapili ni siku ya mapumziko ya kumpa utukufu Mungu wako. Mnaanza kushindana katika ulimwengu wa roho. Kwa ukitaka kupenya ni lazima uangalie katika hilo. Tunaonywa watu wa Mungu, amen, kwa neno la Mungu ndani ya Biblia kwamba tuachane nao au marafiki. Kwa wewe unayenisikiliza ulioko Mina, wewe unayenisikiliza ulioko kwingine ambaye umempokea Yesu ambaye ni Kristo, Adamu wa pili, mbegu isiyoharibika, hebu achana na huyo rafiki. Chanzo cha hayo matatizo ni marafiki. Kwa nitaka kusema tu, hata hili taifa letu liangalia aina ya marafiki. Unasikia? Nchi gani inashirikiana naye? Lazima msimfikiri kama dini. Mimi leo nimetuma kwa ajili taifa. Hata taifa letu Tanzania, iangalie aina ya marafiki. Ni nchi gani unaoshirikiana naye? Ana faida na wewe? Au anakunyonya tu?